Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kuvunja vunja episode ya 7 season ya 4 ya TV show moja ya kibabe inayoitwa From. Na kwa bahati nzuri katika episode ya 7 taratibu sasa tukaanza kuona mabadiliko ya mdada alikoitwa Fatma, na vile pia tutambua kitu kimoja kwamba Fatma ana nguvu fulani vya ziada ambayo iko ndani ya mwili wake, na kitu tuliona, yani umeona kama tulivyoona katika episode zilizopita pamoja na season iliyopita, kama kuna connection kati ya Fatma pamoja na Smile. Na je, episode ya 7 itupa information gani hasa kuhusu Fatma pamoja na watu ndani ya Gambosh? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. So episode ya 7 iliingia deep zaidi katika mipango mikuu miwili ambayo ilikuwa iko chini ya Boyd. Mpango wa kwanza kabisa ilikuwa ni jinsi gani sasa kuingia moja kwa moja ndani ya yale mapango kwa nia sasa ya kuchukua hii mifupa. Na kumbuka kama alivyosema Jedi, aliamini kitu kimoja kwamba hii mifupa ndio ilikuwa ni njia au solution moja wapo ya kujua ukweli umeona wa jinsi gani ya kuescape ndani ya Gambosh. Na mpango mwingine wa pili ulikuwa ni jinsi gani ya kuwaua au kuiua hii midu bwana. Umeona mpaka kwa kutumia zile sindano miti ambazo tumeziona katika episode zilizopita. Yaani ulikuwa theory moja, umeona kama zile sindano miti zilitumika kuwaua, umeona ile midoli ile, basi baby kuna uwezekano mkubwa kabisa hizi sindano miti zikatumika sasa, umeona kuiua imidu bwana. Ila kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho Sofia sasa Imani Nielo alikuwa akifanya investigation, yani kujua mpango gani hasa Boyd alikuwa nayo, umeona kuua imidu bwana, umeona mpaka hapo. Na kweli kabisa kwa bahati mbaya hii mipango sasa umeona ya kuiua imidu bwana kwa kutumia sindano miti ilishindikana. Na swali linakuja sasa, je, Sophie alifanikiwa vipi kufanya mawasiliano umeona na imidu bwana ambaye anaishi ndani ya Gambosh? Umeona mpaka hapo. Na katika mpango wa kwenda nje na kumchoma Dubwana ili tulimuona Kenny aliamua kujitolea hapa. Ila kwa bahati mbaya baada ya kwenda nje sasa umeona alifanikiwa kumchoma moja ya Dubwana umeona ndani ya Gambosh. Ila kwa bahati mbaya Dubwana alikufa. Kwa hiyo inamaanisha kitu kimoja kwamba hii sindano mti ilikuwa haiwezi kuwaua hii Dubwana. Na kwa bahati mbaya ni kwamba inavyoonekana hii Dubwana ilikuwa inajua mpango yote ya mpango, na tukaona sasa hii Dubwana ikaenda ikaziba milango yote ambayo Kenny alitakiwa kuingia. Kwa njia pekee ya Kenny kuokoka ilikuwa lazima ingie moja kwa moja ndani ya ile gari. Ila kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho Smile sasa alikuja na kufungua mlango, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri ni kipindi ambacho sasa umeona Fatma alikuwa akimuona Kenny kupitia macho ya Smile, kwa sababu kumbuka sasa umeona kuna connection kati ya Smile pamoja na Fatma. Yani Smile umeona alikuwa ni mtoto ambaye alizaliwa katika tumbo hili la Fatma. Na tuliona hapa umeona wakati Smile akijiandaa kumuua Kenny, kwa bahati nzuri sasa binti Fatma alifanikiwa kumzuia Smile na Smile akadondoka chini baada ya kupushiwa na Kenny. Na kwa bahati nzuri Kenny akafanikiwa kuingia ndani ya ile basi na kujifungia na kutumia sasa hii rizi ili kuzuia imidu bwana isiingie ndani ya basi. Na situation hapa ambayo tumeona hapa, yani ya Fatma kuwa na nguvu fulani ya ajabu, ni kitu fulani ambacho ni kipya, yani umeona katika ulimwengu wa TV show ya From. Na issue nyingine kubwa kabisa ambayo tuliona hapa Boyd pamoja na Jedi pamoja na Tabitha waliamua sasa kuambia wananchi wa Gambosh kwamba yani yeye Tabitha pamoja na Jedi walikuwa ni incarnation ya Christopher pamoja na Miranda. Kuna issue fulani ambayo iliwagawa watu wa Gambosh. Yani kuna baadhi ya watu waliamini hichi kitu na kuna baadhi ya watu hawakuamini hichi kitu, kwa sababu kama tulivyoona, yani umeona hizi fikra za ajabu ajabu ndani ya Gambosh zileta matatizo, kama tulivyoona Sara katika season ya kwanza na kama tulivyoona Elgin katika season ya pili. Na baadaye kabisa tuliona maongezi hapa kati ya Julie pamoja na Elgin. Na Elgin aliamini kitu kimoja kwamba majaribio yote ambayo tunayoona hapa ndani ya Gambosh ni majaribio fulani ambayo yametoka kwa Mungu. Kwa mwanangu, yani issue fulani ambayo iko very complex. Yani kuna watu ambao wanaamini katika mambo ya Mungu, umeona kama Elgin hapa, na kuna watu ambao wanaamini katika mambo ya sayansi kama Jedi pamoja na mipango yake sasa kuingia chini kule, umeona kwa nia sasa ya kuichukua mifupa. Kwa kuna vitu vingi ambavyo viko very complex ndani ya TV show ya From. Na baadaye kabisa tulimuona Tabitha hapa akiwa anamuelezea Ethan pamoja na Julie, umeona kusiri yake kwamba yeye ni reincarnation ya Miranda, na Miranda alikuwa ni mama yake na Victor. Umeona mpaka hapo. Ethan alichukulia poa, yani alichukulia kama ni information fulani ambayo ni nzuri kwake yeye, umeona, kwa sababu alikuwa akimpenda sana Victor. Ila kwa upande mwingine Julie alichukulia kama issue fulani ambayo iko very complex
yani hakumwamini kivili mama yake mzazi. Na hapa swali linakuja sasa, yani kama yeye Julie, kama tulivyoona katika episode ya kwanza hadi sasa, umeona alikuwa akifanya story walking kwenda in the past, umeona kwa kama alikuwa anafanya mambo fulani ya ajabu ajabu ya mizingaombwe, kwa nini asimwamini mama yake mzazi? Na naamini kitu kimoja, kama Julie hapa angeweza kumuelezea mama yake mzazi kuhusu Maniniello, kwa sababu alimuona Maniniello akiwa anakula nyama za watu in the past, yani kidogo size information kama ungekuwa na share, maybe wangekuwa na uwezo wa kusolve matatizo mbalimbali ndani ya ulimwengu wa Gumball. Na kwa upande mwingine pia tuliona hapa hizi information umeona za Jedi pamoja na Tabitha kuwa ni reincarnation ya Christopher pamoja na Miranda hazikuingia vizuri katika maisha ya Henry. Yani alikuwa ameni kabisa kuhusu hicho kitu. Ila kwa upande mwingine pia ni Victor alichukulia fresh kitu na kama ni kitu kimoja, kama Miranda mama yake mzazi aliingia pale pamoja na Victor pamoja na Louise na watoto wakafa na Victor akaendelea kuishi, basi bila shaka sasa umeona huyu mwanamke Tabitha na pia kaingia na watu wawili, yani kaingia na Julie pamoja na Ethan. Kwa inavyoonekana ni Victor kama ni kitu kimoja kwamba huu ni muda mwafaka wa kuanza kumprepare Ethan, umeona, kwa mauaji yanayokuja, kwa sababu Ethan atakuwa peke yake ndani ya Gumball kama yeye sasa alivyokuwa peke yake ndani ya Gumball. Na tuliona hapa Victor akaamua kumpatua Ethan pamoja na Tabitha, yani jinsi gani alivyofanikiwa kusurvive ndani ya Gumball na jinsi gani sasa Boy in White alivyomsaidia Victor kusurvive ndani ya Gumball. Na kwa upande mwingine pia wakaenda moja kwa moja hadi katika yale magari ambayo alikuwa akiingia ndani ya Gumball. Na katika moja ya magari walikuta kuna meno fulani ya ajabu ajabu, na bila shaka ni meno fulani ambayo yalikuwa kimilikiwa sasa na Maniniello, kwa sababu kama tulivyoona katika episode ya kwanza season ya 3, umeona Sophie aka Maniniello kila anapoua mtu alikuwa anachukua majino kama trophy fulani hivi. Kwa bila shaka yale meno ambayo tumeona hapa ni meno ambayo yalikuwa kimilikiwa sasa na Maniniello. Ila swali linakuja sasa, inakuwaje sasa Maniniello alisahau haya meno yake katika ile gari? Umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine pia kuna gari tuliliona ile gari ukimilikiwa na Miranda, na gari fulani ambapo Miranda aliingia nalo pamoja na wanae wawili sasa ndani ya Gumball. Na tunaona Tabitha baada ya kugusa ile gari akapata vision fulani hivi ya Miranda, unaona ni vitu ambavyo Miranda aliviona wakati anaingia ndani ya Gumball. Kwa hiyo tunaona hapa kuna connection kubwa kabisa kati ya Miranda pamoja sasa umeona na Tabitha. Kwa hiyo inavyoonekana sasa maybe njia pekee in the future maybe ya Tabitha kusolve matatizo ndani ya Gumball ilikuwa lazima sasa akumbuke zile kumbukumbu ambazo Miranda alikuwa nazo in the past. Na kwa upande mwingine pia tulimwona Henry hapa aliamua kuingia katika nyumba ya Tabitha. Ila wakati anagusa vitu vya Tabitha kuna vision fulani hivi umeona alijiona iko nje ya Gumball. Na taratibu sasa akaanza kama kuchanganyikiwa fulani. Kwa swali linakuja sasa umeona kitu ambacho tunakiona hapa ni kitu ambacho sasa Abby experience kama tulivyoona katika season ya kwanza, umeona mpaka hapo. Na hadi sasa tunaamini kitu kimoja kwamba hii ilikuwa ni kazi ya Maniniello. Kwa hiyo kitu kimoja kwamba kuna kitu ambacho Maniniello au Sophie alikiingiza katika kichwa cha Henry na ni kitu fulani ambacho kinaweza kuwa mkubwa kabisa kikasababisha matatizo ndani ya ulimwengu wa Gumball. Na tunaamini kitu kimoja ni kwamba sasa face inayokuja umeona ndani ya Gumball ni face ambayo sasa watu wengi wataanza kugombana na maybe ni kitu ambacho kitasababisha mauaji makubwa sana ndani ya Gumball. Na ni stage fulani au face fulani hivi ambayo Maniniello kwa Sophie anaipenda na anaisubiria kwa hamu. Na kwa upande mwingine pia tulimuona Costa hapa kama steering fulani hivi umeona ambaye anaorganize watu kwa ajili ya kutafuta information zaidi kuhusu Maniniello. Na kama nilivyosema katika review za episode zilizopita, kuna theory ambayo tunaamini kama Costa atakuwa sasa ni Lonely Dragon katika ulimwengu wa TV show ya From. Na kuna scene pia tulimwona Boyd hapa akiwa na kamera fulani, na ndani ya kamera kulikuwa kuna picha mbalimbali, na moja ya picha ilikuwa ni picha yake yeye akiwa na Abby wakiwa vijana wadogo. Kwa swali linakuja, je, ni njia fulani ambayo Abby au nguvu fulani za kiroho ambazo zipo ndani ya Gumball zilikuwa zikimuonya umeona kuhusu mauaji ambayo Abby aliyafanya umeona, ambao pia itakuja kutokea maybe kupitia kwa mchizi anaitwa Henry. Kwa ni kitu fulani ambacho hadi sasa hatukijui yani ndani ya ulimwengu wa TV show ya From. Na baadaye kabisa tulimwona Sophie ya Maniniello umeona akimfufua Rogers, na njia ambayo alitumia kumfufua Rogers alichukua yai, na inavyoonekana ile yai ndani yake kulikuwa kuna uhai fulani hivi, yani kifaranga kile kinaanza kukua fulani hivi umeona mpaka hapo. Na baada kulivunja ile yai inamaanisha kifaranga kilikufa. Kwa hiyo inaonyesha kitu kimoja kama kuna nguvu fulani ya uhai ambayo iliingia moja kwa moja katika mwili wa Rogers. Kwa hapa inaonyesha kitu kimoja kwamba ndani ya ulimwengu wa Gumball kuna matambiko.
na haya matambiko lazima yawe matambiko ya damu. Kwa hiyo tunaona kitu kimoja ni kwamba sasa Mandinielo kitu ambacho kifanya hapa ni kama issue fulani tunakiita kama agano la damu yani. Umeona mpaka hapo, na maagano ya damu haya tumeona sana yani, umeona katika vitabu vya dini mbalimbali yani, bibi wa Kristo na Waislamu. Nadhani hichi kitu mtakuwa mnakifahamu vizuri yani, ni uhai kwa uhai, damu kwa damu, kusaini mkataba bla bla bla, ni agano yani. Umeona mpaka hapo, na tukamwona Rogers hapa akaamka akaingia moja kwa moja ndani ya Colony House na kuanza kuvamia watu. Kwa bahati nzuri tuliona hapa Elgin alifanikiwa kumuua Rogers. Kwa hadi sasa katika episode ya 7 tumeona kuna mashujaa wawili, mtoto mzuri binti Fatma pamoja na mchizi wetu kijicho huyu AK Elgin. Kwa ujumla ni episode ya 7 ilikuwa iko vizuri, ilitupa information fulani umeona kuhusu binti Fatma na ilitushangaza kisera yani nguvu ya Fatma ya kumcontrol Smiley. Kwa nitajitahidi sasa umeona episode zilizobaki zile 8, 9 na 10 nizifanyie kazi Jumatatu pamoja na Jumanne na kukamilisha kabisa season ya 4 ya TV show yetu ya Kibabe inayoitwa From. Na kwa hivyo ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.